fulani hivi na cha watu wa media, aliojiwa na waandishi wa habari, akasema kwamba mashabiki walimkataa Folz muda mrefu sana, mapema sana walimkataa. Nadhani kosa, yani kitu ambacho Folz alikosa ni kukubaliwa na mashabiki kutokana na falsafa ambayo alikuwa anaitumia. Juma Shabani, ni kweli kitu pekee ambacho Folz alikikosa ni kuwa hana upepo mzuri na mashabiki, ama falsafa yake ndio imepelekea mpaka mashabiki kutomuelewa? Wakati tunafungua kipindi hapa mlimba na mkeenge, si ndio? Lakini kiuhalisia sawa maisha ya kibinadamu, kuna nyota kukubalika na watu na kuna nyota ambayo unaweza usikubalike na watu. Na ishetokea mifano mingi sana kwa watu wengi. Unaweza ukaenda kwenye upande wa jamii na isikuaccept kama namna ambavyo ulivyofanyaje, ulivyotarajia zaidi. Lakini kwa upande wa Romain Folz hicho kitu mimi nilikiona toka mwanzo. Na nadhani kuanzia kwenye mechi yao ya kwanza ya kirafiki kule nchini Rwanda, kila mtu aliona namna gani ambavyo mashabiki wamempokea kocha nani? Romain Folz. Vilivyokuwa vinazungumzika ni vingi kutokana pia na pamoja na falsafa ya ufundishaji wake. Lakini unajua kwa nini walimu wote ambao wamepita baada ya Nabi wamefanikiwa na sio Romain Folz? Ni kwamba walimu wote waliopita walitembea na ile identity ambayo alikuwa tayari ameshatengeneza kocha nani? Profesa Nabi, si ndio? Na wote walikubali kuingia kwenye ile falsafa kwamba kuna muasisi wa hii falsafa alifanikiwa nayo na alienda nayo mpaka kwenye upande wa hatua ya fainali ya kombe la shirikisho, kwa sababu hao ndo mafanikio makubwa kwa upande wa Yanga. Walipiga hatua hiyo kwa sababu ukizungumzia kwenye upande wa ligi yetu ya Tanzania, Yanga washashinda mataji mengi zaidi kuliko timu yoyote. Kwa hiyo wengi walikubali kutembea na hiyo njia, lakini kwa kocha Romain Folz nadhani ilikuwa ni tofauti. Alitaka kuja kujitambulisha kwa identity yake tofauti, kitu ambacho naamini kwanza mashabiki hawakukipokea, lakini hata ukiangalia hata na baadhi ya wachezaji nao pia hawakufanyaje, hawakukipokea, kwa sababu ukiangalia wachezaji wengi ambao walikuwa ni mastaa kwa misimu miwili mpaka mitatu huko nyuma, wengi wao walikuwa wapati nafasi kwenye upande wa kocha kwanza cha kocha nani? Romain Folz. Alikuwa anawatumia pale inapowezekana, lakini sio kwamba plani ya mwalimu ndio ilikuwa ni hivi, kwa sababu hata ukiangalia mwanzoni mwa msimu huu Engineer Hersi ashe kuzungumza akasema kwamba miongoni mwa Yanga bora ambao ashe kufanikiwa kuisajili ilikuwa ni hapa. Hapo